maendeleo huko kwenyu Mkikuyu anahusika nayo aje? Acha tuongelee. Hapana. Acha tuombeane ukweli. Tuombeane ukweli. Nimwambie mimi ni mwanaharakati. Haya. Sasa Sasa point yangu ni hii. Mimi natoka, unaona mimi natoka Homa Bay. Natoka Homa Bay County. Na zile vitu zinafanyika Homa Bay County, kulingana na mimi na maoni yangu, mimi sioni kitu ya maana Ruto amefanyia watu wa Homa Bay. Majina mimi naitwa Felix Odhiambo, na mimi ni mkaaji wa Kariobangi, na mimi professionally mimi ni poet, na mimi nafanya electrical, mimi ni fundi wa stima, na mimi ni poet. Sawa, mimi ni poet, so nimezoea kuspeak akili yangu, na nikiongea kuna wale ndafurahisha na kuna wengine iko hivi. Si wote tuongee. Say to the point. Wewe. Uangalie saa yake. How many minutes? Point yangu ni hivi. Wananchi wanafaa kujua ya kwamba jukumu la president ni kuhakikisha maendeleo inafanyika kila pembe ya hii nchi, si ni kweli? Na wakati unaona barabara inatengenezwa Luo Nyanza, reli inapelekwa Luo Nyanza, inapelekwa Kakamega, inapelekwa Kikuyuni, si favor Ruto anafanyia mtu. It is not a favor. Na sahii tumekuja tukageuza that Ruto kienda Luo Nyanza afanye kitu, Wakikuyu wa Murimo wanaona ni favor anatufanyia. Let us be honest. It's not a favor, ni kitu wanafaa kuwa anafanya. And then nimesikia watu wakiongea sana debate ya development, na hii debate imekuwa narrowed down between Kikuyus and Luos. Tunasahau the bigger picture. Before reli ikuje, kulikuwa na reli Kisumu, si ni kweli? In fact, Kisumu imekuwa city juu ya reli. Hiyo railway ilipass. Many cities imekuwa developed along the railway lines. Sasa swali tunafaa kutujiulize, si Uhuru alipeleka reli Naivasha, na Naivasha ikashindwa kupick up, si ni kweli? Naivasha ilifail. Kwa nini ilifail? Ndio maana wakati wa kwanza nilipokuja hapa niliuliza watu wetu wa Luo Nyanza, ndio tutakuwa na reli, tutakuwa na barabara, na ni faida, tutafaidika na sisi, na tusipochunga sisi kama Wajaluo wa Kisumu, Wayala huko, Waria, tulia. Unaona? We must prepare ourselves for development. Tusifurahi tu. Huyu jamaa anasema, kuna huyu jamaa amesema ati amemba. Nikikumbuka kuna memba amesema ati kuna barabara inapita kwa mlango yake. Sasa hiyo barabara ikipita kwa mlango yako, ama sijui daraja inapita kwa mlango yenu. Swali ni, how can you utilize that opportunity to gain financially? Unaelewa? Sasa mimi kwa upande ya one term na two term, mimi to be honest,
kitu Raila alituachia ya maana, the biggest asset Raila alitupatia ya maana kama Luo Nyanza, Raila alitupatia county government. Unaelewa? County government imekuwa ikifanya kazi. Unaona huyu gavana wenyu wa Siaya, watu wa Siaya nimeona wakilia hapa sana. Sijui Orengo nini. Ile maendeleo, unajua gavana huko kwenyu Oshago, gavana ni Mjaluo, women rep ni Mjaluo, MCA ni Mjaluo, sawa? Maendeleo ya huko kwenyu Mkikuyu anahusika nayo aje? Acha tuongelee. Hapana. Acha tuombeane ukweli. Tuombeane ukweli. Nimwambia mimi ni mwanaharakati. Haya. Sasa point yangu ni hii. Mimi natoka, unaona mimi natoka Homa Bay. Natoka Homa Bay County. Na zile vitu zinafanyika Homa Bay County, kulingana na mimi na maoni yangu, mimi sioni kitu ya maana Ruto amefanyia watu wa Homa Bay. Leo amekuwa Homa Bay, amepatia Gorosare basi. Sawa? Mimi naongea akili yangu. Haya, pili, unajua kuna maendeleo mara mbili. Ukiangalia maendeleo zinafanyika Central, ni maendeleo zile zinaweka pesa kwa mfuko wa common mwananchi kama mimi na we. Sasa kuna ile kitu Ruto alitengeneza huko Homa Bay inaitwa Paya. Ile ukikaa hivi juu ya mawe unaangalia lake. Sawa? Vile bahari na kugonga. Hiyo kitu inasaidia wananchi na nini? Inaingiza Ruto. Sikiza, acha nimalize. Hapana. Huyu jamaa anaongea. Hapana. Wewe utaongea mpaka malize. Mimi Ruto anajua shida ya Nyanza ni gani. Shida ya Nyanza, ukiangalia South Nyanza. Saa hii ukienda South Nyanza, ukienda mahali kama Ndhiwa. Unaona Ndhiwa, ukienda kwa supermarket ya mtaa hapa, hautapata sukari ya Ndhiwa. Unaelewa? Ukienda huko kwetu huko Soni huko, shida ya Wajaluo, zile Ruto anajua anafaa atatue, hajatatua hata moja. Anakuja kutufurahisha na vitu za Arua wewe, kila mahali Ruto anaenda Nyanza anatengeneza kiwanja ya mpira. Sawa? Acha niongee akili yangu. Sikiza. Simino. Sahi. Sasa iko hivi. Ndio nasema hivi. Sahi Migori. Unaona Migori? Sigari unaona sigara. Migori wanapura sigara, si ndio? Lazima tukue tupinzani hapa. Hii demokrasia. Acha tuongee kwanza. Wacha